الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ونكس أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم سلط الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. Tunaendelea na mazungumzo yetu tulianza jana kuhusiana na hali iliyoko sasa, na bilkhusus tukasema tutawazungumzia Mayahudi na wana wa Israeli na Wazayuni kuhusu kadhia ya Palestina na Masjid al-Aqsa. Lakini nikasema hili jambo ni pana na ni refu sana, inatakiwa lizungumzwe kwa ilmu na hoja zinazokubalika kisheria, na sio kutumia hamasa na jazba na mihemko, na watu kuchunga uadilifu, hasa tunapozungumza watu makundi mbalimbali, nchi na watu na mambo kama hayo. Lazima kuwe na uadilifu na ukweli ndani yake, kwa sababu tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mazungumzo haya pia yatatuvuta sisi tuzungumzie kuhusu Shia, na sababu kubwa ni hayo yanaendelea hivi sasa huko Mashariki ya Kati, kwa kuonekana kuwa Mayahudi wakishirikiana na Wamarekani wakimpiga Mwirani Mshia. Na kabla ya hapo imeonekana ya kuwa Mashia walikuwa wakiitetea Palestina kwa kupeleka makombora kadhaa katika nchi ya Wazayuni baada ya kuivamia Gaza na kuwaua watu wake na kuvunja mji na kuharibu miundombinu. Inaonekana kuwa Waarabu wamekaa kimya, hawasemi kitu, lakini Wapeshi au Waajemi ndio wako mbele katika hili. Kwa hiyo wao ni watetezi wa kadhia ya Quds, al-Masjid al-Aqsa, watetezi wa Uislamu. Hilo lilionekana na maneno yakawa mengi sana, na bado watu wanazungumza maneno mengi sana, na ushabiki uko mwingi sana, Waislamu na hata wasio kwa Waislamu, kila mmoja anazungumza kwa namna yake. Siasa zimeingia, utaifa umeingia, ubaguzi wa kimadhehebu, wa rangi, chuki binafsi, hasad, vitu vyote vimeingia kwenye mazungumzo, na kila mmoja anazungumza kwa mvuto wake. Sisi tukasema
kwa munasaba wa sisi kuisoma surati Yusuf, mazungumzo mengi yalikuwa ni kuhusu wana wa Israeli. Ipo haja kulitazama ili jambo kielimu na taratibu za dini, kama kuna hoja za kufanya, kuna mahali pa kurekebisha, tuna mchango gani na sisi, ipo haja. Jana nikazungumzia kuhusu wana wa Israeli, historia yao kwa ufupi, nikaeleza kuhusu Waisraeli au wana wa Israeli, tukaeleza kuhusu Mayahudi na Wazayuni ni kina nani na kuna tofauti gani. Tukaona wanaoitwa wana wa Israeli ni jina walilopewa kwa kuzingatia nasabu zao, ni kila aliyezalikana kupitia uzao wa Israeli kwa watoto wake 12. Israeli ni mtume wa Allah Yaqub, kwa uzao wake watu wote wanaonasibiana na ukoo wake na yeye wanaitwa wana wa Israeli. Na katika hao wana wa Israeli wako waliokuwa Waislamu kwa kuwa walifuata mila za baba zao, na baba zao walikuwa ni Waislamu. Dua ya Yusuf alayhi salatu wassalam, wattaba'tu millata abai, baka fika kusema tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yaqub mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea katika suratul Baqara, wakati yuko kwenye kitando cha mauti, Yaqub alayhi salatu wassalam aliwaita wanawe, ndio huyo Israeli. Hii ni kuonyesha ya kwamba Uislamu ndio dini yao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut, je, mlikuwepo wakati Yaqubu yalipomfikia mauti? Mlikuwa hadhir? Mlikuwepo? idh qala li bani, wakati Yaqubu aliposema kuwauliza wanawe, ma ta'buduna min ba'di, kitu gani mtakachokiabudu baada yangu, mtaabudu nini? qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismail wa nahnu lahu muslimun, wakasema sisi tutamwabudu Mola wako, muabudiwa wako wewe, ambaye ndiye huyo muabudiwa wa baba zako, baba yako Ibrahim, ami yako Ismail, na baba yako Ishaq vile vile, naye ni muabudiwa mmoja tu, na sisi ni Waislamu. Sisi kwake yeye ni Waislamu, wa nahnu lahu muslimun. Yaqub Israeli mwenyewe. Na hiyo aya 133 ya suratul Baqara. Na aya mfano wa hizi ziko nyingi tu. Qulu amanna billahi, mpaka mwisho, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Ushahidi wa kutosha juu ya jambo hili kwamba hawa walikuwa ni Waislamu wakifuata mila ya Ibrahim alayhi salatu wassalam, lakini wapo katika hao waliokengeuka wakafuata upagani. Nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba sio kila mwana wa Israeli basi yuko kwenye dini ya sawa sawa, dini ya wazee wake, dini ya Nabiiullah Musa, dini ya Nabiiullah Harun, na baada yao kina Daud na Suleiman na Isa na Zakaria kina Yahya. Hawa wote dini yao ni moja, ni dini ya Uislamu. Lakini wapo walioshika mila hizo wakawa katika mila ya Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam, wakaishika Taurati vizuri. Qur'ani imewaeleza na kufafanua jambo lao hilo. Ama Uyahudi, tumeuelezea Uyahudi sasa ni dini. Wale wote waliokuja wakashika mila ya Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam na wakaifuata Taurati, hasa baada ya tahrif, baada ya kuwa Taurati imepotoshwa, lakini wakajitwika
mzigo wa kufuata mafunzo ya Musa alayhi salatu wassalam kama ilivyokuja kwenye Taurati na kwenye Talmudi yao, hawa waliitwa Mayahudi au Wayahudi kwa nisba ile tulitaja Yahudha. Kwa hiyo Wayahudi ni wafuasi wa Musa au wafuasi wa Taurati. Wayahudi ni wafuasi wanaofuata dini ya Musa iliyojengwa katika misingi ya Taurati. Ni mmoja wamepatia au wamekosea? Hawa wafuasi wapo ambao walikuwa ni katika wana wa Israeli na wengine katika mataifa mengine. Hivyo basi Myahudi anaweza kuwa Muisraeli, anaweza kuwa mzungu, anaweza kuwa Mwarabu, anaweza kuwa Muhindi, anaweza kuwa Mwafrika, maadamu amefuata dini hiyo. Anaitwa Mayahudi au Wayahudi kwa kuwa amefuata dini, lakini si wana wa Israeli. Akawa sio mwana wa Israeli, si katika uzao wa Yakub. Unanielewa? Si katika uzao wa Yakub. Kilichompeleka huko ni dini. Kwa hiyo anaweza kuwa mtu ni Muisraeli lakini sio Myahudi kwa kuwa haifuati dini ya Kiyahudi, na inawezekana mtu akawa ni Myahudi dini lakini si mwana wa Israeli. Umeelewa hapo? Na mara nyingi kwenye Qur'an haya matamko yanatumika, ya bani Israila udhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'ala al'alamin. Yanatumika ya bani Israila. Wana mambo mengi pamoja na fadhila nyingi walizopewa na Allah, lakini wakitaka kusemwa vibaya natumika neno la al-yahud. وقالت اليهود عزير ابن الله. nimetaja mifano ya aya kadhaa kwenye darasa ya jana. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. kila inapotajwa neno al-yahud hutajwa kwa ubaya, na mara nyingine huitwa ahlul kitab, wakijumuishwa wao wanaofuata Taurati na wanaofuata Injili. ya ahlul kitab, ya ahlul kitab, ya ahlul kitab. Lakini kuna kitu chaitwa Uzayuni. Ni chama au ni kikundi cha kisiasa chenye mrengo wa siasa kali kilichojengwa juu ya misingi ya kigaidi, ambacho kikundi hiki kimeanzishwa mwanzoni mwa karne 20. Tumetoa maelezo kidogo katika hilo. Na malengo ya kuanzishwa kwake ni kutaka kuirudisha au kuwarudisha hao wanaitwa wana wa Israeli katika ardhi takatifu baada ya kuwa wamesambaratishwa kwenye ulimwengu. Kwa hiyo wakawafuata, wakaokota watu mataifa mbalimbali wakidai kwamba hao ni Mayahudi au wana wa Israeli, wakidai ni wana wa Israeli na hili ndi ardhi yao, jambo ambalo halina ukweli ndani yake. Si ardhi yao. Tukasema kuna watu waitwa Khazar. Kwa miaka mingi watu walikuwa wakiishi sehemu za Asia Sughra, kwa miaka mingi walifuata dini ya Uyahudi. Baada ya matatizo fulani na nchi za Russia wakati huo, mapigano makali, ustaarabu wao ukavunjwa, miji yao ikavunjwa, wengi wakakimbia wakaenda Ulaya. Namsa, Al-Mijar, Almania. Unajua Al-Mijar ni wapi? Kiswahili Hungaria au Hungary. Budapest wakimbilia huko. An-Namsa ni Austria, nchi iko Ulaya Mashariki. Waarabu ita Namsa na Al-Mijar, wakakimbia maeneo hayo wakaenda Poland, Ujerumani, wakasambaa maeneo hayo. Lakini wao walikuwa wafuata dini tu ya Uyahudi. Asili yao ni Ataraki wa kale kabisa, Waturuki wa kale. Wengine wakakimbilia Amerika na sehemu nyingine tofauti.
na dini ya Uyahudi ilizagaa katika maeneo kadhaa katika ulimwengu. Kwa hiyo wale wakawafuata, kila aliyefuata dini ya Uyahudi wakamuita kuwa huyu ni mwana wa Israeli, kwa arudi kwao. Kwao wapi? Arudi Jerusalem. Kwa ikafanyika kampeni hiyo, wakaokotwa watu kutoka sehemu mbalimbali. Inawezekana wako wenye kiasili ya kweli wana wa Israeli, lakini ni watu wa kubumba wengi sana waliokotwa, lakini wamepelekwa pale kimkakati, tactical, sio unaweza tactic, ni jambo la kimkakati kwa muda, lakini una malengo fulani ili ufike kwenye jambo fulani. Kwa hiyo wakawachukua watu wakaenda wakawaweka pale kwa mabavu kabisa. Na Wayahudi kweli wapo, wanaofuata dini ya Kiyahudi wapo, na Wayahudi ni watu wenye chuki. Kwa hiyo wakakaa pale wakaanza kujitanua kidogo, mwisho wakaichukua Jerusalem, wakaifanya kuwa ndio asima, ndio capital city yao, kwa dhuluma na uadui. Ulimwengu kimya, bali wanawasupport na kuwatia nguvu. Lakini lengo lao, kama tutakavyoona, nitatoa maelezo baadaye ikibidi kufanya hivyo, lengo lao wanasema wataka kufika ardhur rafidin, mpaka kufika Makkah na Madina, mpaka Yathrib. Kwa hiyo pale wapo kama transit, kwa sababu ardhi yao na dola yao wao inaanza mto Nile mpaka mto Efrat, Baghdad, Iraq. Kwa hiyo ndio ardhi yao yote kwao, wataichukua. Huo ndio mkakati wao, na wanatumia nguvu kubwa sana, nguvu kubwa kijeshi, kimali, propaganda. Wanatumia nguvu kubwa sana na mali nyingi sana ili wafanikishe malengo yao hayo. Kwa hiyo waliingia pale, na hivi karibuni mlisikia namna walivyoifanya Gaza au Gaza. Ni mambo yanasikitisha sana, na kuwa jumuiya za kimataifa wanaodai haki za binadamu, wanaodai kadha, zaona wanadamu ni wao tu, wengine ni nyani, ngedere, hata wakifa hawana neno. Kwa yote waliyaona haya yanafanyika na yanaendelea kufanyika, na wana mpango wa kuendelea zaidi ya hapo. Kafana Allahu wa iyyakum sharrahu, Allah tukinge alitoshe na shari zao, na hawatafanikiwa biidhnillah. Sasa hawa jamaa hawa wana mambo mengi sana. Mimi nilikuwa nataka tuwafahamu zaidi kwa kutoa maelezo, lakini naona nikiingia kwenye hili alafu kuna jingine refu la kulizungumza kuhusu hawa Mashia na kadhia hii ya Palestina na Waarabu kwa ujumla. Lakini nilikuwa nataka niwazungumzie hawa Mayahudi katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyoishi nao na wao walioyafanya, ili tulinganishe kwa wakati ule walifanya nini na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwachukuliaje, alichukua hatua gani. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi nao, aliingia nao mikataba, alitaamali nao katika mambo mbalimbali. Sasa hili jambo lina mifano mingi, mfano na kadhia ya Banu Qainuqa. Sasa si nitakuja kulizungumza lini tena, na leo nataka nizungumze kwa mukhtasari tena, alafu hiyo ndio mwisho, kwa sababu ya ratiba zilivyokaa. Si huwezi kujitanua haya mazungumzo haya. Hawa Mayahudi peke yake wanahitaji kuzungumzwa takriban wiki nzima au zaidi, kwa mihadhara isiyopungua masaa 2 kwa siku.
Sasa kuwa nazungumza haya mambo yote alafu nazungumza siku moja au siku mbili tena kwa ufupi, hayafiki hayo masaa mawili, tunapunja sana. Tumeelewana? Kwa hiyo tujue tu kwamba sisi tuna adui kwenye Uislamu, tuna adui yetu anaitwa al-Yahudi, iko mbele yetu, na amepata imkania kubwa sana, uwezo mkubwa amewezeshwa katika ulimwengu. Kuna vitu vingi wamevishika wao, nchi kubwa kubwa wamezishika wao, wameshika uchumi wa dunia, nguvu za kijeshi, mifumo ya kifedha, mifumo ya kiutawala, teknolojia na mambo mbalimbali wameyatawala, wameyashika. Lakini pia kuna uvumi mwingi wa kuwazushia na kuwakweza, na wao wataka hivyo kila kitu. Mayahudi ili tuogope, unatishwa kila siku kuhusu Mayahudi, jambo ambalo halitakikani kwa Muislamu. Kinachotakikana ni kuchukua tahadhari tu, uwe na tahadhari na uwe madhubuti katika msimamo wa dini yako. Yahudi hawezi kukudhuru chochote, la yadhurukum illa adha, hawezi kukudhuru chochote. Sasa watu wanatua hofu, unajua Mayahudi bwana, hii pia Mayahudi, hii Mayahudi kila kitu Mayahudi. Sasa Mayahudi itakuwa kila mahali, hata ukiingia chumbani unaona sasa labda Yahudi huyo hapa atakuja sasa hivi. Una hofu. Muislamu utakiwa kuwa na hofu, utakiwa na tahadhari. Sisi tuko kwenye haki na wao lazima utupige vita. Sisi walishampiga vita mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sana tena. Sasa hili nilikuwa nataka kulizungumzia, inshallah labda tufanye maarifa, tupate wasaa mara nyingine tuyazungumze haya mambo kuhusu Mayahudi kwa kirefu, mikakati yao, mbinu zao, mtume swalla salam alivyoishi nao, sisi tumepewa mwongozo gani katika kuishi na wao, na kitatizo kweli. Sasa hivi bwana, unajua dini imeingiliwa na Mayahudi, Mayahudi washaribu. Sasa mtu pia waogopa kusoma dini, sijakaa ndo Uyahudi. Ila mtume swalla salam ametutahadharisha tusifuate hatua zao na nyendo zao, na wako watu wanaofuata hatua zao. Msifanye hivi, wafanye ili jambo la Mayahudi, msifanye, watu walifanya. Alafu huyo anayefanya hivyo akutuhumu wewe kwamba Myahudi, kibaraka wa Kiyahudi, kwa sababu afuata mambo ya Uyahudi. Si mtume swalla salam amekataza msijengee makaburi? Huu ni mfano tu, msiyajengee haya, kwa sababu huu ndio mwenendo waliokuwa kabla yenu Mayahudi na Manasara. Akifa kwao mtu mwema walikuwa wakifanya haya. Sasa niambie, Uislamu sawa wa sawa sasa hivi kwa watu wa kawaida na mashehe zao ni upi? Wa kuyajengea makaburi au kutokuyajengea? Ule ndio ule ni Uyahudi na Unaswara, ule si Uislamu. Katika Uislamu hakuna kitu hicho. Khalifu al-Yahudi wa khalifuni Mayahudi. Katika nini? Punguzeni sharubu na achieni ndevu. Hebu tazama ile mandhari tu ilipo, alafu na watu wanapogombana kwenye jambo kama hilo. Ni Uyahudi mle. Ni mtume swalla salam anazungumza maneno yale. Sasa kuna mifano ya mambo mengi ambayo ndani ya Uislamu yana mizozo. Mtume swalla salam ameshaweka alama kabisa, hili hapa ni la Uyahudi na Unasara, liacheni. Na hili ndio Uislamu. Kuna watu wameng'ang'ania ile Uyahudi na wanayatetea, lakini wakati huo atakapokurudia wewe akwambia wewe Yahudi. Kwa hiyo mlango huu tunahitaji kuzungumza kwa mapana sana. Baadhi ya itikadi na baadhi ya misimamo katika baadhi ya madhahib zimeasisiwa na Mayahudi. Abdullah ibn Saba al-Yahudi, ambaye hakuna shaka juu ya kuwepo kwake mtu huyu, alisababisha mparaganyiko mkubwa katika umma wa Kiislamu. Kuna mambo aliyaweka, na kuna baadhi ya madhehebu wanayafanyia kazi mambo hayo ambao ni Uyahudi. Miongoni mwa hayo ni kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwasema vibaya na kuwachafua khiyaru hadhihi al-umma, sunnatun yahudiyya.
ni mwenendo wa Kiyahudi. Walishawatukana mitume, washawatukana watu bora, wafuasi wa mitume, bali na wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna baadhi ya watu katika umma huu hawana ujidai kwamba sasa wao wako kifua mbele kupambana na Mayahudi, wanaufuata Uyahudi huu. Ipo haja ya kulizungumza hili jambo kwa mapana. Kinyume cha hivyo tutapotoshwa, tutadanganywa.